Nimeshangaa sana kuona Askofu Josephat Gwajima anasema taifa letu linaweza kupoteza mashirikiano ya kibiashara kwa sababu ya wanaharakati wachache kutoka nchi ya Kenya. Sisi sote ni mashahidi. Tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa Kenya wakitoka hadharani na kuzungumza hawakubaliani na kile ambacho wanaharakati wa taifa lao wamekifanya ndani ya taifa letu. Tunashangaa Mtanzania mwenzetu kuamini nchi yetu inaweza kupoteza mashirikiano ya kibiashara eti kwa sababu ya wanaharakati ambao taifa lao wenyewe limewakana hadharani. Nyinyi ni mashahidi. Ustawi wa diplomasia ndani ya taifa letu ni hali ya juu, na uthibitisho wa hilo ni juzi tu nchi mbalimbali ya Afrika zimemchagua Profesa Janabi kuwa mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Hicho ni kielelezo tosha kama bado taifa la Tanzania linaaminika na linakubalika kwa mataifa mbalimbali ya Afrika na nje ya Afrika. Ndani ya taifa letu la Tanzania tunazo sheria zetu. Hatuko tayari kuona mtu aliyetoka nje ya taifa letu kuvunja sheria zetu kwa sababu tu ni mwanaharakati kutoka nchi nyingine. Jambo hilo hatuko tayari nalo. Wako baadhi ya Watanzania walisharejeshwa kwa kuishia airport baadhi ya nchi mbalimbali. Inapotokea nchi yoyote inapoona hujakidhi vigezo na sheria zao kuingia katika nchi yao, ni jambo la kawaida kurejeshwa nyumbani kwenu. Kwa hiyo msingi wa mambo haya yote na kuwaiteni ni kulaani yale yote ambayo yametolewa kwa sababu tu tunaamini ni kuchochea wananchi, ni kuchochea Watanzania, hasa kwa kipindi hichi tulicho nacho. Na kiomba chama changu cha Mapinduzi, tunapoelekea katika mchakato wa uchaguzi mwaka huu, mabadiliko ya katiba yaliyofanywa na chama chetu ya kwamba sasa kabla ya wanachama kushiriki katika mchakato wa kura za maoni tutajaza fomu, na mara baada ya kujaza fomu vitaanza vikao vya uchujaji na hatimaye kurejesha wale wachache waliokidhi sifa na vigezo vya chama chetu pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakishauri chama chetu cha Mapinduzi wakati huu ituangalie na iwaangalie sana, imulike sana wale wote watakaojitokeza kuchukua fomu ndani ya chama chetu. Ikibidi, tunaamini chama chetu kinasema binadamu wote ni sawa, tunaamini hivyo. Lakini katika mchakato wa mtu kuomba uongozi ndani ya chama chetu, katika majina matatu au kadri vikao vya chama chetu vitakavyoona inafaa, ituteuliwe wale ambao wamelelewa, kukulia, kuokwa, wanaofahamu na kutambua tamaduni, taratibu, itikadi, mienendo ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yetu ukifanyika uteuzi wa namna hiyo, watapatikana watu wenye kufahamu wapi wanatakiwa wakaseme na wakaseme neno gani na wanazungumza na nani. Chama chetu cha Mapinduzi kina caucus ya wabunge wa CCM. Wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi liko eneo wanakutana nje ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
wanazungumza mambo yao. Katika eneo lile Askofu Josephat Mathias Gwajima alikuwa nayo nafasi ya kuwasilisha hayo aliyowasilisha kwa umma, na angelifanyiwa kazi. Yako mengi wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia caucus wameyawasilisha na chama chetu, wameyafanyia kazi. Nasi tunaamini alikuwa na nafasi hiyo kwa sababu na yeye ni mjumbe wa kikao hicho, tena mwenye renki ya juu kwa maana ya mneki wa Chama cha Mapinduzi. Lakini iko halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa ambayo yeye ni mneki, alikuwa na nafasi ya kuwasilisha katika kikao hicho kile ambacho wanaona kingekuwa msaada kwa taifa letu. Lakini alikuwa nayo nafasi, yeye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ratiba ya bunge anaifahamu na anajua hivi karibuni tupo katika kupitisha bajeti ya taifa letu kwa mwaka ujao wa fedha. Alikuwa anajua ratiba ya Wizara ya Mambo ya Ndani kuwasilisha bajeti yao ni lini, ratiba ya Wizara ya Ulinzi kuwakilisha bajeti yao ni lini, na wizara nyingine mbalimbali. Alikuwa nayo nafasi ya kujenga hoja yake ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kipindi hiki cha bajeti kinachoendelea. Kuyafanya yale aliyoyafanya, binafsi ninaamini Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Yawezekana katika eneo ambalo analiongoza hakuagana vizuri na nyonga. Umefika wakati wa kuruka, kila akitanua mabawa namna ya urikaji moja alitanuki vizuri. Na tunamuomba apitie upya alichokizungumza. Na kwa kuwa amesema atarudi tena kuja kutueleza, nasi atakaporudi tutarudi kuja kuzungumza na nyinyi. Na tunakiomba Chama cha Mapinduzi, chama chetu, kuendelea kuwa na mneki wa aina hii si busara na si jambo jema. Chama chetu kuendelea kuwa na mbunge wa aina hii si busara na si jambo jema. Sisi tunaamini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakerwa mno, anachukizwa mno na hayo yanayofanyika dhidi ya wananchi wake aliyoapa kuwalinda. Hatotokea ndani ya taifa la Tanzania rais kutoka Chama cha Mapinduzi kuwa sehemu ya kufurahia wananchi wake wakitekwa. Hayupo na hatakuwepo. Chama chetu ni chama imara, ni chama chenye kujibadilisha kila wakati kulingana na mazingira ya wakati huo na uhitaji wa matakwa ya wananchi katika kipindi hicho. Mara kadhaa tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa tunaamini Daktari Samia Suluhu Hassan ni mzalendo namba moja ndani ya taifa la Tanzania. Na tunaamini halali, mara zote anawaza, anatafakari kwa kushirikiana na vyombo vyetu vya dola namna bora na nzuri ya kukabiliana na janga hili linalojitokeza katika taifa letu. Kusema yeye ni sehemu ya wanufaika ni kuikosea heshima taifa letu, ni kuvunja hadhi ya rais wetu, lakini pia ni kukiuka miiko ya chama chetu. Tunamuomba mwenyekiti wa chama chetu kupitia vikao anavyoviongoza vya chama ambavyo sasa vinaendelea jijini Dodoma kuchukua maamuzi yatakayowafanya wabunge wengine ambao nao katika maeneo yao yawezekana hawajaagana vizuri na nyonga
kustaafu ubunge wao kwa heshima. Wabunge waliopo sasa wao si wa kwanza kuwa wabunge na si wa mwisho kuwa wabunge katika taifa letu. Kwa yule ambaye anaona amechanga karata zake vibaya, ni vyema akastaafu kwa heshima ili kuendelea kuheshimika na jamii inayomzunguka. Lakini nimefadhaishwa mno, wako baadhi ya wabunge wanaita watu pia majumbani kwao, wanasema kwa siri ni heri ya rais aliyekufa Daktari John Joseph Pombe Magufuli kuliko Daktari Samia Suluhu Hassan. Nao nawaona kupitia hili wanatoka hadharani kutafuta benefit ya kisiasa. Tunawaambia nyote mliosema kwa siri ama mliotoka hadharani kuzungumza uchonganishi dhidi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi anaowaongoza, vijana wa Chama cha Mapinduzi hawatakuwa tayari kuwaunga mkono.